Kwa mujibu wa katiba ya Jamhuri ya Muungano na katiba ya Zanzibar, kila baada ya miaka mitano tunafanya uchaguzi, na tuliingia mwaka wa uchaguzi na tumemaliza uchaguzi baada jana Tume ya Uchaguzi wa Zanzibar kutangaza matokeo ya urais wa Zanzibar. Sasa tukaona si vyema leo tuitaneni hapa basi na sisi tuzungumze kama msemaji wa Chama cha Mapinduzi hapa Zanzibar. Kwa maana kwamba kwanza nichukue fursa hii kuwashukuru wananchi wa Zanzibar kwa kuendelea kudumisha amani na utulivu na mshikamano kabla ya kampeni, wakati wa kampeni, wakati wa uchaguzi na baada ya matokeo ya uchaguzi. Mpaka sasa hivi nchi yetu ni shwari, watu wanafanya shughuli zao. Kwa kweli nawashukuru sana wananchi wa Zanzibar kwa kuendeleza kudumisha amani na utulivu. Lakini pili, nichukue fursa hii kuwashukuru wananchi wa Zanzibar kwa kuendelea kukiamini chama chetu, kuendelea kutuchagua. Kwa kweli kama mlivyomsikia mwenyekiti wa Tume ya Uchaguzi akatangaza matokeo, mgombea wetu wa rais amepata 74.8%, kapata kura zisizopungua kwamba 448,000, nadhani na ushee takwimu inazo hapa 892,000, ukilinganisha na mgombea wa ACT Wazalendo rafiki yangu sahiba yangu Omo amepata kura 139,399, sasa na 23.22%. Na mara hii tulikuwa na wagombea wa urais wasiopungua 11, na bahati nzuri kila mgombea alikula kwa urefu wa kamba yake, lakini ukijumuisha wote hawa hata nusu hawajampata Dr. Mwinyi. Kwa maana hiyo niwashukuru sana sana wananchi wa Zanzibar kwa kuendelea kuamini CCM, lakini kwa kuendelea kumwamini Rais Mwinyi. Na kwa kweli uchaguzi tumefanya, nyie mashahidi, kampeni tumefanya, lakini pia niwashukuru viongozi na wanachama wote wa Chama cha Mapinduzi kwa kusimama na mgombea wetu ama mgombea wao kwa ngazi zote, kuanzia ngazi ya kitaifa pamoja mpaka level kwa mabalozi wetu. Kwa kweli mabalozi wameenda kutuheshimisha kwa kuhakikisha kwamba mgombea wetu anapata kura nyingi, na kwa kweli tumepata kura za kutosha kabisa, ambapo tunaweza kutembea kifua mbele, ambacho kinachotufanya tuaminike na tuendelee kuaminiwa. Baada ya preambuli hiyo, sasa nilichotaka kutana hapa kwamba kushukuru, lakini la pili, mnajua baada ya Tume ya Uchaguzi kutangaza mshindi kwa rais mteule, kinachopaswa ama kinachofuatwa ni utaratibu wa kumwapisha rais mteule. Tunatarajia ataapishwa kesho katika viwanja vya Amani, na kuanzia saa 12 milango ya viwanja vya Amani itakuwa wazi, na kwa wale viongozi ambao watakuwa wamepata kadi za VIPB, utaratibu wao utakuwa wataondokea kuanzia saa 12 baraza la wakilishi la zamani. Tunatarajia watu watakuwa wengi ili kupunguza mlolongo wa yale magari yatakayofika kule. Kwa maana hiyo, hii nilitaka kusema kwa sababu natarajia tumeshinda vitu vingapi. Mtaanza kuniuliza nyie, kusikutaka kuisema kwamba katika majimbo 50 tumepata viti vingapi, tumepata viti vingapi na nini, hamtauliza nyie, baadaye nitajibu. Kwa maana nataka kusema kwa ufupi ni hivyo, na nikushukuruni tena kwa kujitokeza hapa kuja kuitikia wito wetu, na Mungu awabariki. Kidumu Chama cha Mapinduzi. Sasa kama kuna maswala, karibuni mniulize. Sawa, nishukuru kwa maswala mazuri. Kwanza nianze swala la Sheikh Saleh Barawi. Yeye alisema kwamba tulisema kwamba CCM tutachukua majimbo yote. Ni kweli, kwa sababu kuna kitu kina, mfano idara yangu inaitwa Ideology and Publicity, ina jukumu la propaganda. Kwa ufupi kwamba tumefanikiwa kuchukua majimbo mengi. Tuna majimbo 50. Katika majimbo 50 kwa nafasi za ujumbe wa baraza la wakilishi
tumechukua majimbo takriban 40 Unguja na Pemba, na kwa nafasi ya ubunge tumechukua majimbo 45, tumepoteza matano. Kwa kweli ni namba kubwa ukilinganisha siasa za upinzani na hali mikutano nyinyi mlikuwa mnaiona. Kwa maana hiyo tunaposema huwezi kwenda vitani ukasema mimi nitashindwa, si ndio? Unapokwenda lazima useme ili umchanganye yule adui yako, na kwa kweli amechanganyikiwa. Kwa maana tuliposema tutachukua majimbo yote hatakuwa na maana kama tukasema kama ndio yote tutachukua. Na ukizingatia historia ya chaguzi zetu baina hizi vyama viwili tunavyokwenda, na mkiangalia tumetoka sasa kwenye zile asilimia 49 sijui .8, asilimia 51 nukta ngapi. Sasa hivi tumevuka more than. Sasa hivi tunapiga hesabu asilimia 70 kwenda mbele. Kwa maana haya ni mafanikio makubwa ya Chama cha Mapinduzi. Lakini kikubwa siri ya haya ni nini? Mara nyingi nyinyi mlikuwa mnaniona mimi mwenezi aidha nazungumza katika vyombo vyenu mbalimbali ama natoa maandishi kila siku kumwelezea mgombea wetu, lakini kuelezea kazi alizozifanya Rais Mwinyi kwa Zanzibar. Na ndio maana tukawa tuna uhakika. Mara nyingi tulikuwa hatutumii nafasi kubwa kueleza Wazanzibari nini serikali imefanya. Mara hii tulijikita zaidi, tulifanya utafiti, tukaona la kwamba watu wengi wa Wazanzibari wengi hawajui nini serikali imefanya. Na ndio maana tukaeleza. Ukiangalia kwenye elimu, tulikubaliana kwenye ilani yetu tujenge madarasa 1500. Of course Rais Mwinyi amevuka more than, amejenga takriban 4880. Ukienda kwenye afya tumemwambia karabati hospitali 5, katujengea hospitali 10 tena mpya. Tulimwambia ajenge vituo vya afya vichache, katujengea vituo vya afya 178 vidogo vidogo. Kwa maana haya ndio wananchi walikuwa wanataka kusikia. Lakini chengine wananchi wanaona kazi kubwa iliyokuwa inafanywa na serikali ya Mwanane kwenye miundombinu ya barabara, kwenye mashule. Leo kwenye skuli unamwambia mtu ajenge G+3 magorofa 9 na kujengea magorofa 61. Sasa kwa kweli haya ni maajabu makubwa. Leo unakuta mtandao wa barabara, mfano ndugu waandishi, Zanzibar nzima mnaiona hii. Tuna barabara ambazo zile official tunaita zenye kilomita 1300 na kama 70. Dr. Mwinyi peke yake awamu zote ulizoona, yeye peke yake kajenga kilomita 1000. Leo kuna shehia utakapokwenda usione alama ya barabara. Kwa maana hiyo haya maendeleo ambayo wananchi wameyaona ndio imekuwa chachu wananchi kumwamini Rais Mwinyi na kumchagua tena. Na ndio maana nikasema ushindi wa CCM ukiacha kazi ambayo chama imefanya kwa ujumla wake na idara ya uenezi kufanya kampeni, kumbrandi rais, kubrandi chama chenyewe, lakini rais mwenyewe kwa asilimia kubwa amejibeba kwa kazi alizozifanya. Kwa maana swala lako Sheikh Saleh Al-Barawi, kwa maana tuliposema tutashinda na kweli na tumeshinda, umeona. Lakini swala lako nitapokuja kulijibu la dada pale kwamba utaratibu upo. Kwa mfano kwa hayo ambayo mtakaja kuyasema mbele. Lakini chengine uliulize kwamba Omo hajawahi kupiga kura. Mimi nizungumze jamani. Utaratibu wa uchaguzi hapa sisi tuna daftari la kudumu linaitwa. Kama nitakosea ndio habari mtaniweka sawa. Maana yake ni nini? Kwenye daftari unajiandikisha mara moja. Sawa? Sisi tumeanza kupiga kura, bahati nzuri mimi nimewahi kupiga kura tangu 95. 95 tulipiga kura kwa njia manual. 2000 likaanza daftari rasmi. Tukana vitambulisho vile kama vina manjano sio vile. 2005 tukabadilisha tukapoa kitambulisho na ndio hicho mpaka leo nacho. Osman Masudi Osman tangu mfumo wa vyama vingi hajawahi kupiga kura. Na haya maneno sikuwasema mimi, yalizungumzwa na tume wenyewe. Na ndio maana tunapata mashaka hata kura yake jana kapiga sivyo kakosea kwa sababu hajui kupiga kura na hakutaka kufundishwa. Kwa maana hiyo ndio maana hata muona kaenda peke yake pale, hukumwona kwenda na mwenza wake. Kwa maana hiyo hakuwa na utaratibu wa kukipiga kura hawa walikuwa wanamchagua wala walokuwepo. Kwa maana hiyo mfano tuseme kwamba 95 hakuwepo, sawa? Alikuwa katibu mkuu nyewe kama mjui 95. Sawa? 2000 pia alikuwa hayupo.
Yaani kile kipindi cha uchaguzi anakuwa anatumwa au? Tumefanya huu uchaguzi wa 7 nchi hii tunafanya. Tumefanya 95, tumefanya 2000, au sio? 2005, 2010, 2015, 2020, huu 2025. Kwa maana ukweli usiopingika, yule bwana hajawahi kupiga kura. Kwanza kapiga kura juzi. Na ndio maana swala lake nyinyi muulizeni. Okay, kama 2025 kuelekea 20 ulikuwa hupo nje ya nchi. Je, 15 yani 2015 alikuwa wapi? Rudi nyuma yake. 2010 alikuwa wapi? Si ndio? Kwa maana hiyo yule jamaa hajawahi kupiga kura, tokaanza kapiga kura na ushahidi. Na mnakumbuka nyinyi waandishi wa habari, niliwahi kusema mimi hapa, aje na kitambulisho chake kile cha zamani kile. Mimi nitampa mwandishi milioni 10. Mnakumbuka? Mimi nikatoa changu, alete cha kwake, atakuleteeni kipya cha juzi. Kwa maana hiyo swala lako yule bwana hajawahi kupiga kura kweli, na kwa ushahidi, na kauli yangu sifuti mpaka leo. Aje na kile cha zamani, si ndio? Alafu muulizeni kapiga kura wapi, kituo gani? Sawa? Hajawahi kupiga kura, ndo kwanza mara hii ya kwanza kwa kuwa anagombea urais ndo kapiga kura. Nadhani swala lako nimekujibu. Lakini Rashid, ulisema kwamba hayo majimbo, nadhani nimeshasema. Shafahamu bado madiwani ambayo data yake sababu zake bado asijafika ofisini kwangu vizuri. Lakini nataka kuhakikishia kwamba katika majimbo 50 nafasi ya wawakilishi CCM tumepata majimbo 40, na kwa upande wa kisiwa cha Unguja tumechukua yote. Na taarifa kwa wadi bado zinakusanya kwa kisiwa cha Unguja zote tumeshinda CCM. Lakini kwa upande wa Pemba katika majimbo 18 tumepata majimbo 8, lakini hata hayo ambayo wanosema kuna malalamiko, na nadhani kwa mujibu wa utaratibu ambao swala linuza dada kwamba kama subiri nitakapofika kule nitapolijibu ambao tutapata faida. Kwa maana tumepoteza majimbo 5 katika majimbo 50 kwa level ya ubunge. Nadhani swala lako liko hapo Rashid. Lakini Mary ulizungumza kwamba swala lako haki haijatendeka. Bahati nzuri kwamba utaratibu wa uchaguzi una utaratibu wake. Shafahamu kwamba ukuridhika, umeruhusiwa kwenda mahakamani, unakwenda mahakamani kwenda kupinga matokeo, unakwenda na ushahidi wako. Mahakama ikiona kweli basi inaweza katengua matokeo, hilo lipo kama kawaida. Lakini swala lako jingine kwamba na hili hata kwa wale majimbo ambayo yani hili jambo liko pande mbili. Sisi wenyewe hayo majimbo tunasema Pemba tumepoteza, si ndio? Stili bado wagombea wetu na wao wanalalamika. Sawa? Wanasema wameshinda, haki hakutangaza. Na mimi nitoe fursa hii. Sababu yoyote mtu kama ana ushahidi, anahisi kweli haki haikutendeka, ana haki kwenda kudai kwenye vyombo vya sheria, peleka ushahidi, ili ushahidi ukikamilika ikionekana atarejeshewa haki yake. Na hili kama mtakumbuka sio geni, liliwahi kufanyika by election Pemba. Mnakumbuka majimbo ya Pemba? Unakumbuka? Alitangazwa mgombea wa chama fulani, akaepili mahakamani, kaonekana kweli, akarejeshewa haki yake. Kwa maana swala hili la kupinga matokeo lipo wazi kisheria, unakwenda mahakamani kupinga na unarejeshewa haki yako. Lakini wanasema unahitajika reform kwenye masuala ya uchaguzi. Sawa, tusubiri wakati ufike. Sawa, kama tutaona kwamba kuna mapungufu kwenye uchaguzi, mfumo wa uchaguzi, basi. Na ndio maana tukasema kwamba tulivyoanza 95 sio sasa hivi, si ndio? Kama mtakumbuka zamani ilikuwa winners take all, si ndio? Ukishinda hata kwa kura moja unatangaza. Lakini tuna mabadiliko makubwa. Tulipokuja mabadiliko ya 10 ndio ikaweka GNU ikasema kwamba mtu akapata 10% atajoin. Kwa maana mabadiliko kwenye mifumo ya tume kama ni kitu ambacho sustainable cha kudumu ni jambo la kawaida. Uchaguzi tunafanya inaweza kana baada ya miaka 30 ikaja vitu vipya, baada ya miaka 35. Kwa maana ni vitu ambavyo vya kukaa wadau na ikaona kutokana na mazingira na hali ya wakati wa nchi nini inahitaji. Kwa maana swala la reform watakavyoona wakati ukifika huko, lakini kwa sasa ndo
tume hiyo kwa mujibu wa sheria iliyokuwepo, sheria namba 4 ya mwaka 2018 imesimamia utaratibu na imetangaza matokeo kwa mujibu wa sheria hiyo. Lakini CCM kuwasiliana na ACT ni kawaida. Sisi ni chama kinachoongoza nchi, ni chama ulezi. Sisi tunawasiliana na vyama vyote kwa maslahi ya nchi, na mmemsikia pale rais mteule Dr. Mwinyi alizungumza wazi kwamba yeye ataendelea kuwaunganisha Wazanzibari na yuko tayari kufanya kazi na yoyote ambayo yuko tayari kufanya kazi na yeye. Na kwa mujibu wa matokeo haya automatically, kwa mujibu wa mabadiliko ya katiba Zanzibar, mabadiliko ya 10, inatakiwa chama kilichofuata kishirikiane kuunda serikali. Lazima tutafanya mawasiliano na wenzetu wa ACT. Hilo si hiari, hiyo ni katiba ya Zanzibar tulofanya mabadiliko ya 10. Unamwambia mtu atakapata 10% utajoin naye. Sasa mtu ana 23%, kwa nini usimshirikishe? Lazima utakaa naye. Sasa hapo mawili, wao kukubali kutokubali, hiyo ya wao, lakini kuhakikishieni tu wakija, ndivyo tunapotaka tujenge nchi yetu, tushirikiane, tuongoze kama tulivyoongoza. Wakisusa wenzao tutakuwa tutaendelea tu kuongoza serikali, na wasiwasi wakisusa wale wengine watapata storoway. Sasa shauri yao. Kwa maana mimi ninachotaka kusema kwamba uchaguzi umekwisha, matokeo yamepita. Kwa maana hiyo waje wenzetu tuendelee kuwatumikia Wazanzibari kama tulivyofanya miaka 5 iliyopita. Swala jingine niliulizwa, tumepata katika maeneo ya ACT. Of course ni kweli imezoeleka mara nyingi Pemba ni ngome ya upinzani, lakini kulikuwa kuna sababu. Mimi nideclare wazi kwamba zamani tulikuwa hatufanyi kampeni vizuri, hususan kisiwa cha Pemba. Tulikuwa tunasema kule bwana hata tukifanya nini hatuchagui. Kumbe sio, wale ni binadamu, wanabadilika na wanaona. Na nirejee tena hapa nimpongeze kwa dhati Rais Hussein Ali Hassan Mwinyi. Kwa kweli Rais Mwinyi kazi aliyoifanya kwa visiwa vyote vya Unguja na Pemba imefanya wananchi wa Zanzibar wamuamini. Kwa mfano tu, dada yangu Mary, nikwambie, unajua kwenye level ya uongozi, kwenye level ya kisiasa, mawaziri, leo Rais Mwinyi amechagua mawaziri 6 kutoka kisiwa cha Pemba. Kiacha makamu wa pili, kiacha makamu wa kwanza, tuna waziri wa tawala za mikoa, local government, anatoka Pemba. Tuna waziri wa elimu anatoka Pemba. Tuna waziri wa nchi ofisi ya makamu wa kwanza Harusi anatoka Pemba. Tuna waziri wa kilimo anatoka Pemba. Kuna waziri wa uwekezaji Sharifu anatoka Pemba. Kuna waziri wa huyu wa maji na nishati Kaduara anatoka Pemba. Kwa maana Rais Mwinyi ameondoa ubaguzi wa kuweka uwiano wa nafasi zile za kisiasa. Lakini kuja nafasi za wakuu wa mikoa, leo wakuu wa mikoa kutoka Pemba ndo wengi kuliko wa Unguja. Leo tuna mkoa wa kaskazini Unguja anatoka Pemba, Matari, au sio? Lakini kule Pemba hakuna mkoa anatoka Unguja. Ukienda Salama kwa Uganda, kwa Konde pale, sawa, kuja Hadidi kwa kusini, lakini wakuu wa wilaya wote. Kwa maana Mheshimiwa Rais ameifanya serikali yake ina sura ya muunganiko wa visiwa vyetu vyote vile. Lakini kuna maafisa dhamini, kuna makatibu wakuu, wakurugenzi. Kwa maana hiyo Rais Mwinyi hataki, ndio maana nikakwambia Rais Mwinyi anaposema anataka kuwaunganisha Wazanzibari, hataki ubaguzi, anamaanisha kwa vitendo. Na umeona serikali yake alivyoiunda kimuundo mkuu, huyo mtendaji mkuu wa shughuli za serikali kwa kiwani pale, makamu wa pili. Kwa maana hili limesaidia. Lakini la pili, maendeleo. Leo nikwambie ndugu yangu Mary, kwa siku kama muda mrefu naweza ngakuchukua maeneo tukenda Pemba. Bahati nzuri mimi nimeishi Pemba. Tulikuwa na barabara yenye kilomita 21 kutoka Wete kuja zake Chaki. Barabara ile tangu wakati wa Mzee Idrisa haikujengwa. Imejengwa wakati wa Dr. Mwinyi. Kweli si kweli? Lakini ulikuwa kama watu wa Micheweni kule Kiuyu, Maziwa Ng'ombe na maeneo kule ulikuwa ukenda vumbi tupu. Leo kuna lami tupu, kuna maskuli makubwa, kuna hospitali ya kisasa, lakini kuna miradi mikubwa ya uwekezaji. Kwa maana haya
Leo Dr. Mwinyi anafanya leo katika miradi ya maji. Dr. Mwinyi kajenga matanki yenye ujazo wa lita milioni 1. Kuna matanki 7 ambayo tatizo la maji Pemba kwa maeneo mengi limekwamuka. Na kesho kutwa tayari meju zimeona mkataba umesainiwa, anajenga matanki mengine 5. Mawili anajenga Mtambo. Sasa haya wananchi wanayaona, barabara wanaziona, lakini pensheni jamii. Leo hakuna nchi ya Afrika isipokuwa Zanzibar. Ukitimia miaka 70 Zanzibar unalipwa bure na serikali. Wewe kigezo ufike miaka 70 tu unalipwa 50,000 bure. Haya ndio yalombeba Rais Mwinyi maendeleo, lakini tunajenga barabara kutoka mkoani Chake mkoani yenye kilomita 43.5 itakuwa na njia 4. Sasa tunajenga airport ya Pemba, tumehangaika tumepata pesa euro milioni 174. Tunajenga airport ya Pemba ambayo itakuwa na uwezo ndege yote duniani kwenda kutua Pemba moja kwa moja. Ile runway yake ya kurukia itakuwa na urefu wa mita 2500. Kwa maana itakuwa moja katika viwanja vikubwa. Lakini tuna mji wa kisasa, tunajenga nyumba 1000 pale Mfikiwa na Furaha. Pemba hiyo. Kwa maana hiyo yale mambo ambayo Rais Mwinyi amewafanya kwa wananchi wenzao wa Pemba ndio walichomwamini kumpa kura. Lakini kikubwa zaidi amani na utulivu. Mmeshuhudia nyinyi chaguzi zote za nyuma, kipindi hicho hapa pitiki hapa. Lakini ujue hasa kama tumefanya uchaguzi sokoni watu wako kama ile, leo mmekuja Kiswandui hapa kama kawaida mnatembea. Haya yote ni mafanikio Rais Mwinyi ambayo amewapatia wananchi wa Zanzibar, na wananchi wa Zanzibar wamechagua maendeleo, lakini wamechagua amani na utulivu kwa wananchi wao. Rashid, umesema pesa zetu za harambee. Hichi chama bwana, chama kina shughuli za kila siku. Sisi tunalipwa. Chama kijenda likizo ati. Tumefanya kampeni, kama kitakuwa kimebaki tutatumia kwa kuimarisha chama chetu. Chama chetu kikubwa hapo Unguja tu tuna matawi zaidi ya 480. Tunataka kufanya renovation, ukarabati na nini. Kama kuna pesa tutakuwa imebakia tutumika kwa masuala ya chama. Hii chama kikubwa. Chama kiko paka vijijini. Kwa maana hiyo apati baadaye. Kwanza tunalalamika, lakini sisi tunajua njia za kulalamika. Sawa? Lakini tunalalamika tukijua kwamba kuna taratibu ili ulalamike kwanza ujiridhishe. Kwa mfano nimesema hata mimi nalalamika kati ya majimbo ambayo tuliopoteza Pemba, si ndio? Kuna majimbo sisi tunaamini tulishinda. Sasa ili kulalamika kwetu tunachotakiwa sisi kukusanya ushahidi wetu, sawa? Kupeleka, ndio maana usikii sisi tunapayuka kwa sababu zile taratibu zilizowekwa na tume tunazijua. Tutalalamika, tutapeleka malalamiko yetu, basi malalamiko yetu yakisikilizwa tukishinda mtasikia, au sio? Kwa maana na sisi tunalalamika na tumelalamika mara nyingi tu. Kwa mfano sisi tulilalamika na ingelikuwa tungesikilizwa hata leo Omo asingegombea. Ni wenyewe mnajua. Hata fomu alishindwa kujaza pale, si ndio? Au unasema uongo? Tulilalamika. Wenzio kwa nini wakafu kina engineer Ahmad yule? Yeye alitolewa, si ndio? Yeye akapewa nafasi, tulilalamika. Lakini tukaheshimu maamuzi ya tume. Kwa maana sisi tunalalamika, lakini sisi tuna dhamana ya kuwaongoza watu. Tunajua njia kulalamika. Na hata hayo mengine unasema tumepoteza hayo majimbo 10 huko Pemba, basi tutalalamika kwa mujibu wa utaratibu uliokuwa wa kisheria. Tukionekana kweli tuna haki, tutarejeshewa. Tukionekana hatuna haki, basi tutaheshimu maamuzi yatakayotoka. Kwa maana hiyo brother Yakubu, tunalalamika tena, tunalalamika sana tu. Majimbo, Jesse anataka majimbo ambayo tuliopoteza. Kwanza Mtambile. Mtambile tumepoteza ubunge na uwakilishi. Chambani tumepoteza uwakilishi. Ole tumepoteza uwakilishi. Ziwani tumepoteza uwakilishi. Wete tumepoteza uwakilishi. Gando tumepoteza uwakilishi. Konde, Gando tumepoteza uwakilishi, lakini Mtambwe tumepoteza ubunge na uwakilishi.
Pandani tumepoteza ubunge na uwakilishi, lakini Wingwi pia tumepoteza uwakilishi na ubunge, lakini Tumbe pia tumepoteza ubunge na uwakilishi. Kwa maana hiyo, hayo ndo maeneo tumepoteza. Maeneo mengine tumepoteza ubunge na uwakilishi, maeneo mengine tumepoteza uwakilishi. Nadhani swala lako nimelijibu. Hayo ndo tulopoteza, lakini swala la tumeshuka, mkumbuke kwamba mara hii tulikuwa tunagombea 11, si ndio? Ukichukulia mahesabu hatukushuka, tumepanda. Tuna wagombea wangapi mara hii ukilinganisha na uchaguzi uliopita? Sawa? Kwa maana na wagombea wote wamepata asilimia, si ndio? Asilimia 0, asilimia ngapi? Kwa maana tutapoteza. Na ukumbuke kwamba system mmetaja hapa background. Chaguzi za nyuma tulikuwa tunapata asilimia 51, sawa? Asilimia 50. Sasa tumekwenda uchaguzi ule wa mwaka jana miaka 2020 tulipata kama asilimia nadhani 75 nukta ngapi, haijapoteana sana hapa. Lakini ukumbuke kwamba pamoja na hayo bado tuna tatizo, bado tuna tatizo. Ukichukulia namba ya waliojiandikisha kupiga kura takriban kama 700,000 na kwanza wamejitahidi kidogo, lakini waliopiga kura wako kama 600,000 na kitu, kwa mujibu wa mkurugenzi na mwenyekiti wa tume ya uchaguzi. Kwa maana bado tunaamini kwamba bado wananchi wengi, si namba ndogo hiyo, hawakwenda kupiga kura kwa sababu tofauti. Bado tuna jukumu kwamba kuhakikisha bado tume ya uchaguzi na vyama vyetu tujitahidi kuhamasisha. Na mimi naamini kati ya hao inawezekana wingi ni system ndio ajenda kujitokeza kupiga kura. Na sisi tuna tabia moja ambayo siku zote tuna ilani kama mwenezi kwamba anajua sisi tutashinda tu, si ndio? CCM tutashinda, na hii ndio inatukosti kuto kujitokeza kupata ile namba kubwa. Lakini ili tutaendelea kulisemea na kulifanyia kazi. Lakini swala la wanawake, kwamba wako wanawake wengi tu wameshinda, lakini bahati nzuri sisi tuna viti maalum huko, haingii mwanamume. Ukiona kila namba kubwa ya kura tulizopata za urais na kwenye majimbo ndio viti vya wanawake, na mara hii viti vitaongezeka vingi vya ubunge wa wanawake. Maana kuna ishara bado wenzetu INEC wanaendelea na matangazo ya mgombea wa urais. Tuna hakika kama bunge litakuwa na wanawake wengi na baraza la wawakilishi kwa mujibu wa namba hii tutakuwa na wanawake wengi kabisa katika vyombo vya maamuzi, kwa maana bunge na baraza la wawakilishi. Lakini kwa mfano majimbo yote ambayo walosimama wanawake Unguja wote wameshinda, au sio? Kwa maana wote wamefanya vizuri. Lakini swala la kakaangu Rafael, swala la internet, ni mamlaka ya kinchi, si sehemu hatuhusiani nalo. Ili ni mamlaka ya kinchi, wao wanajua kwa nini wameizima internet. Lakini mkumbuke kidogo kuna vibaka, sisemi kama wanasiasa, kuna baadhi ya vibaka pale Dar es Salaam kidogo walitaka kuleta ramsha na wameharibu miundombinu mingi. Maana kama mtu una chuki na CCM ama una chuki na serikali, sikaharibu property ya serikali au vipi? Lakini unaenda kumchomea basi la mtu, unakwenda kumvunjia duka la mtu, unakwenda kuchoma kituo cha mafuta kimehusiana na nini? Automatically ni vibaka tu. Wanataka kuaminisha kama za Tanzania kuna fujo, lakini kwa kisheni Tanzania iko salama, hakuna fujo. Wale ni vibaka, na taarifa tulokuwa nazo serikali ya Jamhuri ya Muungano kupitia vyombo vyetu vya ulinzi na usalama wamedhibiti hiyo hali na wanaendelea kupambana nayo. Kwa maana hiyo swala la internet likikaa sawa, basi zitarudi huduma kama kawaida. Ukiachia internet, watu watatopiana vitu sivyo, wataeneza machafuko, na lengo si kueneza machafuko. Lengo palipotokea matatizo yadhibitiwe ili maisha ya Tanzania yaendelee kama